Shalom, jina la Bwana lihimidiwe, jina la Bwana litukuzwe. Ninambariki tena Mungu, tumepata nafasi nyingine ya kuendelea na kipindi kingine cha maombi pamoja na neno, na Mungu amenipa neno na ufunuo. Tutakuwa na neno letu la wiki hii, maombi yenye upenyo, somo ambalo Mungu ameliweka moyoni mwangu, nami nimetamani kushare pamoja nawe. Nashukuru Mungu tumepata mapumziko ya siku chache baada ya kutembea na mfululizo vile siku 8 nguvu ya China. Sasa tutatembea na mtiririko wa neno pamoja na maombi, tukitafakari mbele za Bwana pamoja, maombi yenye upenyo. Na kitabu chetu ni kile waraka wa kwanza Yohana 5:4 hadi 15. Waraka wa kwanza Yohana 5:4 hadi 15, Biblia inasema, na huo ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maombi yenye upenyo, hapa tunaona ya kwamba tuna ujasiri mbele za Mungu kwa kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Sasa huu mstari tu wa kwanza unatupa fundisho au unatupa somo hili ya kwamba si kila maombi tunayoomba ni mapenzi ya Mungu, ila maombi ambayo Mungu anasikia ni yale ambayo tunaomba sawasawa na mapenzi yake. Yale ambayo tunaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, hayo ndiyo Mungu anatusikia. Nasema, na kama tunajua kwamba kusikia tuomba chochote, tunajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaomba, lakini tukiomba katika mapenzi yake, Mungu akiangalia tulichokiomba ni haja tulio nayo na ni kitu tunakipokea kwa wakati. Kuna maombi mengine unaweza kaomba sawasawa na mapenzi yake na Mungu akakusikia, ila akakwambia unachokiomba sasa ni sawa, nitakupa, lakini muda wa kukipokea bado. Umeomba katika mapenzi yake, lakini mapenzi ya Mungu, majira ya kupokea kile ambacho naomba hayajatimia. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kuna wakati fulani nilikuwa na maombi fulani kwa ajili ya usafiri wa kuweza kunisapoti katika huduma ninayofanya. Sasa niliomba na Mungu akasikia. Mungu akaniambia, huu usafiri ambao nauomba wakati huu upo, ila majira ya kukupa bado. Kwa nini? Nikikupa wakati huu utatumia kinyume na mapenzi yangu na utatugombanisha. Kabla Mungu na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yakaja majira mengine, sasa nikasikia tena ule uamsho wa kuomba, ule usafiri ukarudi tena. Okay, nikaingia nikaomba. Wakati naomba nilikuwa na picha ya usafiri ambayo nimeenda nayo mbele za Bwana kuomba ili ya Mungu anipe huu usafiri, nikijua huu utakizi vigezo kwa ajili ya kazi ya Mungu kuzunguka mikoani. Sasa nilipoomba, Mungu akanijibu tena akaniambia, usafiri ule uomba ni mdogo, haukidhi mahitaji yangu ya huduma yako. Akaniambia, badilisha maombi, omba usafiri wa aina hii ndio utakaokidhi vigezo vya safari zako za kihuduma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa nimejifunza kitu kwa Mungu, kwa kwamba niliomba kwanza, akaniambia unachoomba kipo, lakini majira ya kukupa bado. Majira kitimia nitakupa.
Sasa majira yamekaribia, nimesikia wa mwisho tena wa kuomba. Ninaomba na kweli nimeomba usafiri, lakini Mungu alipoangalia kile ambacho nimeomba ni sawa, ni hitaji la wakati, lakini kipimo nilichopima kwenye maombi ni kidogo kuliko mapenzi ya Mungu kunipa kwenye hilo hitaji. Akaniambia, badilisha picha ya usafiri huu uliomba haukidhi, omba huu ndio utakaokidhi vigezo vya huduma yako kwa majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nilipoomba kipindi kile sikupata usafiri ule mkubwa, lakini Mungu alinipa usafiri ambao ninautumia sasa hivi kwa kadiri ya uhitaji. Kwa niliomba usafiri wa aina fulani, nikapewa usafiri mdogo, kama najaza mafuta naenda kwenye huduma, kazi ya Mungu inafanyika. Kwa niliomba usafiri wa aina fulani, akasema huu bado, akanipa usafiri unaokidhi mahitaji ya wakati huo. Sasa baada ya miaka, tulikuwa nafikiri 2022, baada ya miaka hii nimesikia sasa uhitaji mpya wa kuomba usafiri. Nimepeleka picha usafiri, nikaambiwa usafiri ni sawa, lakini unachotaka si hakikidhi vigezo. Sasa najifunza hapa kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake atusikia. Sasa Mungu anaweza akasikia maombi yako, lakini si katika mapenzi yake. Kwa hiyo kuna tofauti, kuna kuomba ukasikilizwa, lakini ukasikilizwa usipate majibu. Na ikasema ukiomba sawasawa na mapenzi yake atusikia. Anapotusikia, tafsiri nyepesi kwamba uko kwenye mfumo wa mapenzi yake kujibiwa unachoomba, lakini nategemea unachoomba, je, ni majira na nyakati za Mungu? Na hapa nasema, na kama tukijua kusikia tunachoomba chochote, tutajua kwamba tunazo zile haja tulizoomba. Kwa hiyo si tu kwamba anatusikia, lakini ni kweli haja unayoiomba ni kweli una haja hiyo, lakini je, ni nyakati na majira ya Bwana kukupa hiyo haja uliyoiomba? Na sasa hivi tunapoweka msingi wetu, tunaomba sana, na waombaji wengi wamekata tamaa kwa sababu wanaomba na hawaoni matokeo. Sasa Mungu ameweka neema ndani yangu ya kupita kwenye mafundisho, na ndani ya haya mafundisho tutajua ni nini aliyo mapenzi ya Mungu kuomba, ni nini aliyo makusudi ya Mungu kuomba, ni nini shauri la Mungu anataka tuombe. Na kwa kupitia mafundisho haya unapata kuona upenyo wa kimaombi, unapata maarifa kwenye maombi. Acha tuombe leo kwa nafasi ambayo tumepata, tuendelee tena kipengele zaidi kesho. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Baba, kwa neema na mamlaka ya jina la Yesu, nina ujasiri wa kuja mbele zako kushukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao Mungu unawachilia tena kusema nasi. Bwana, kutoka mimi unasema nani, lakini unasema na watumishi kutoka mataifa mbalimbali. Baba, ni majira ya kutoka maarifa katika maombi, nasi nami naomba hekima yako na busara na ujuzi wako ukaonekana kwa kila sikiaye, ukampe sikio la wafundisho wao katika jina nami mtumishi wako ukanipa ulimi wa fundishao, nikanene yale yanipasa kwenda kwa ujasiri wote. Baba, achilia neema kwa watoto wako kutoka mataifa mbalimbali, achilia neema kwa watumishi wako Baba, wako ufahamu kupitia mafundisho Baba, ukafungua akili zao aweze kuelewa mafundisho, fungua fahamu zao ili tupate upenyo katika maombi. Wengi wamekata tamaa katika maombi, ni kwa sababu wanaomba kinyume na mapenzi yako na hawajapata, wamevunjika moyo, lakini umeachilia neema majira haya ili tupate ufahamu, ili tupate akili, ili tujue jinsi tupasavyo kuomba katika mapenzi yako, ili tupokee sawasawa na mapenzi yako. Maana tukiomba kwa zile haja ambazo ni kweli tunazo Baba, tutapokea, lakini tukiomba kwa wakati na majira yako Baba, tunapenda kupokea katika jina la Yesu. Kwa damu Yesu, neema yako idhihirike Bwana katika majira haya, waliovunjika moyo katika maombi, waliokata tamaa katika maombi
ukawahuishe kwa upya, maana nyumba yako umesema itaitwa ni nyumba ya sala. Baba, ni mapenzi yako tuombe katika maarifa haya, ukaachilia ufahamu katikati watumishi wako, ili tuweze kuomba sawasawa na mapenzi yako, ili uweze kutusikia. Lakini kwamba tunachoomba chochote Baba, tujue kwamba tuombacho tunazo zile haja. Tusiombe kwa anasa, tusiombe kinyume na mapenzi yako, tusiombe kinyume na makusudi yako, bali lolote tuombalo Baba ukatupe ufunuo katika Roho Mtakatifu, tukaombe katika mapenzi yako, tukaombe katika kusudi lako, tukaombe katika ufunuo wakati, tukaombe katika maelekezo yako, ili Baba tunachoomba Baba tuweze kupokea, tukajua tunachoomba ni cha wakati huu, tukajua tunachoomba tutakachopokea kesho, ukajua tunachoomba ambacho ni cha mwakani. Baba, tukapata ufahamu na kuelewa ninachoomba, majina nyakati ya majibu, ili tunapoomba Baba tukapokea sawasawa na mapenzi yako, tukapokea sawasawa na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba wachile wale ambao wamekata tamaa kwenye maombi, waliovunjika moyo kwa sababu ya ugumu wa njia ya maombi, wamevunjika moyo, wamekata tamaa. Bwana, wamekosa upenyo katika maombi, wamekata tamaa kabisa kwamba hawasikii tena kuomba, ni kwa sababu wakisukuma maombi kwa muda fulani wakaona matokeo hayatokee, wamevunjika moyo. Baba, kupitia mafundisho haya ambao amenipa neema kuyafundisha, ukahuishe nafsi zao, ukahuishe tena kwa mara ya pili, warudi tena kwenye madhabahu yako, maana wamesema Baba utatumina roho ya neema na kuomba, roho ya neema na kuomba iachilie tena kwa upya vile visima vya maombi ambao vimefukiwa kwa sababu ya ugumu wa njia Baba, vikaweze kuzibuliwa, likaweza kufukuliwa tena, likafukuliwa bubujiko la maombi, likaweza kuchipuka tena Baba, katika jina la Yesu. Ninakubali kufunga umetenda, katika jina la Yesu, amen, amen. Mungu akubariki anayefuatilia kwenye akaunti yangu ya Facebook, TikTok kadhalika, yote. Mungu akubariki sana, na nashukuru Mungu nimeona watu wakiongezeka sana kule YouTube, lakini nikiona pia Facebook. Mungu awabariki sana. Ninaamini bado lako holitumii bure. Mungu ameweka mzigo ndani yangu na amenipa maelekezo kama mwanangu, nahitaji useme na watu wangu mitandaoni, kwa ni kitu cha wakati. Amini kile ambacho tunafundisha hapa. Nina ushuhuda mama mmoja ambaye nilifundisha juzi kwa habari ya kuita majina miradi yako. Mama mmoja amefungua duka lake zuri kubwa, lakini alifuatilia mafundisho haya na aliniita nyumbani kwake, tulienda tukaomba na akapata jina zuri la kuweka kwenye biashara yake. Sema nafungua biashara yangu, tukatafakari pamoja, akapata ujumbe, akapata jina la kuita, kwa sababu tulijifunza kwa Isaka jinsi ambavyo akisema kedekta hobeka ta Bwana natupanua, tutaenea juu ya nchi. Kwa hiyo nashukuru kwa wale ambao mnafuatilia, fanyia kazi makisha tuona matokeo katika jina la Yesu, amen.